Tujifunze kwa pamoja jinsi gani ya kukata mkato huu ambao unauona. Nywele ya mteja wangu ilikuwa haina dawa na imejaa sana kama hivi ambavyo unaona. Mwanzo kabisa, mara nyingi huwa naambia katika kusuka kondro, kuna wakati mwingine inabidi uanze nywele ambazo ni za mbali zaidi ili kwenda kupata ule mkato ambao tunauhitaji. Kwa mfano, hapa tumeanza na nywele ambayo ni ya 7. Tunaelewana? Tumeanza na nywele ambayo ni ya 7, ndipo tuje turudi kusuka nywele ambayo ni ya kwanza. Kwa hiyo katika hii video hakikisha unachukua picha yake, sawa? Utaangalia mstari wa kwanza umekaa wapi, mstari wa pili umekaa wapi, mstari wa 3 umekaa wapi. Lakini sasa siri ambayo unatakiwa kuijua ni kwamba tulianza kusuka hiyo line ya 7 ambayo ina mkunjo, kisha tukarudi kusuka line ambayo ni ya kwanza. Kwa wewe ambaye unajifunza mikato, kuna wakati mwingine unakutana na nywele wewe mwenyewe unashindwa kuisuka kwa sababu kumbe kuna line ambayo inatakiwa ianze ili ije ifuate line nyingine. Tofauti na hapo hauwezi ukapata matokeo. Upande wa kuongeza rasta, wewe kuwa na amani, nitakwenda pia kukuelekeza ni kitu gani ambacho ninakifanya. Sawa. Leo tunajifunza jinsi gani ya kukata mkato huu ambao unauona. Tunaelewana? Kwa hiyo kwa wewe ambao unasuka yebo, unaweza ukatumia mkato huu kusuka yebo. Kwa wewe ambao unasuka cornrow, unaweza kutumia mkato huu. Umeona sasa? Kwa baada ya kusuka line ya 7, nikaja nikasuka line ya kwanza, ya pili, ya 3 na ya 4. Nadhani umeona kuna utofauti. Lakini pia kwa wewe ambaye unasuka nywele ya mkono tu kawaida, unaweza kutumia formula hii ambayo nimeitumia mimi na ukamsuka mteja wako. Sawa. Kwa mikato mbalimbali tutazidi kufundishana na nitazidi kuwafundisha hatua kwa hatua. Naomba nikukumbushe, jina langu ni Farida Othman kutoka Farida Beauty Academy. Kwa mafunzo bora ya urembo na ususi, tunawakaribisha sana chuoni kwetu. Kuna wale ambao mna saluni. Sawa, una saluni, either kuna mikato mbalimbali inakusumbua. Unajua tayari kusuka, mikato inakusumbua, stitches zinakusumbua, cornrows zinakusumbua, nywele za kisasa zinakusumbua. Tenga muda wako. Kuanzia mwezi mmoja, wiki 2, unaondoka vizuri kabisa. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya, unaweza kujiunga na madarasa yetu ya live. Sawa? Haya. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Sasa pale nitakwenda kukuonyesha upande wa mwanzoni pale nywele yangu mimi ilikaa vipi. Lakini sasa ngoja nisuke nywele nikwambie kitu kimoja. Unaposuka nywele ya mteja, pale tu unapoongeza rasta, hakikisha unaongeza nywele ya mteja kama hivi, unasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Unaongeza tena nywele ya mteja wako, unasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Kama ncha yako imeshatimia, una uwezo wa kuongeza rasta nyingine, lakini kama size ambayo unaikata na rasta ulionayo inatosha, hautaongeza tena. Kama mimi hapa nimeongeza rasta. Sawa, afu nikasuka mara ya kwanza, mara ya pili. Nitaongeza tena nywele ya mteja. Sawa? Afu baada hapo utaongeza rasta, utaibana na kidole cha katikati, suka mara ya kwanza, mara ya pili. Utaangalia urahisi wako ni kidole gani ambacho kinabana nywele yako vizuri. Sawa? Tunaelewana? Kwa hiyo una uwezo wa kuendelea kuongeza nywele yako na kuisuka mpaka mwishoni bila changamoto aina yoyote. Ukiangalia pembeni zile laini zetu 7 za mwanzoni umeziona. Kwa wale ambao wanafunzi wangu sasa, tutaanza na hizi laini 7 za mwanzoni. Hii mistari 7 tu ya mwanzoni utasuka, utanitumia feedback kwenye namba yangu. Namba hiyo ambayo imeandikwa ya WhatsApp hapo inaishia na 61. Tuma feedback yako hapo, nitakuunga kwenye magrupu, ni bure kabisa. Hakikisha umeingia pale YouTube, umetafuta Farida Othman, gusa button iliyoandikwa subscribe, njoo na screenshot WhatsApp. Wale ambao mnahitaji madarasa ya live, ada zetu kuanzia 300,000 mpaka shilingi 600,000. Hostel zipo, chuo kimesajiliwa, tupo Dar es Salaam Tegeta Nyuki. Muonekano wa mwisho ulikuwa kama huu ambao unauona. Jinsi gani ya kuongeza rasta kwenye stitch na cornrow, angalia video inayofuata. Asante na endelea kujifunza nasi. Bye bye.